Pesa huwa haikai kwa mtu mjinga, na simaanishi kwamba mtu ambaye hana pesa ni mjinga, ila namaanisha kwa wewe unayepewa fursa na mtu mwenye pesa, either mnafanya biashara pamoja, anakuamini unakuwa partner business, au anakupa fursa au opportunity ya kazi. Usijaribu kumchukulia huyu mtu kawaida na kumuona kwamba yeye ni mjinga. Kuna wengine wanaenda mpaka mbali, unaanza kumuona kwamba huyu mtu hakufaa kuwa na zile pesa, wewe ndio ulifaa kuwa na hizo pesa. Alafu unaitumia pesa yake kama ya kwako vile, bila hata uoga. Ndugu yangu, kumbuka mtu kama huyu anapokusogelea, either kukupa kazi au kukuweka kwenye biashara yake, hayo ndo maombi uliokuwa ukiyaomba kwa dini yako yoyote, either ya Kiislamu au ya Kikristo. Ni maombi yanakamilika kwamba umemwomba Mungu baraka. Mungu hatakupa baraka kwamba hatakupa pesa zitatoka mbinguni. Anakutumia mtu wa kukupa kazi au wa kukuweka kwenye biashara yake. Kwa akili yako mbovu sasa, wewe unaona hii ni fursa ya kuua biashara ya huyo mtu anayekupa fursa ili wewe ujijenge kimaisha. Kama ulikuwa hujawahi kuambiwa na wazazi wako au na watu wanaokuzunguka, hakuna laana itakuja kuacha kukutafuna wewe na vizazi vyako kama laana hiyo. Kwa sababu gani? Huyu ni mtu amekuja kwa kukufikiria wewe kwa mazuri, ili wewe pia upate maendeleo, upate mafanikio. Na ni moja ya majibu ya maombi yako, ulikuwa unamwomba Mungu upate mafanikio. Mafanikio yanakuja kupitia kazi na kupitia kwa wanadamu. Sasa wewe ulivyo mjinga, sasa unajiona wewe ndo mjanja kuliko mwenye hela, wakati wewe mjanja ulikuwa hauna hela, lakini pia huna hata akili. Ukose hela, ukose na akili. Natoa pole kwa aliyekuzaa. Naitwa MC Mkali Jioni.